public consultation. Nani aweza toka shahidi kwa the consultant amefanya public consultation mara 3 kulingana na section 17 Environmental Impact Assessment Auditing Regulation 203 imesema, imelazimisha lazima hii report consultant ashiriki katika makongamano ya jamii mara 3. Wamefanya kongamano mara 2 ya public. Mkutano wa kwanza tukifahamu wamefanya Lamu Fort na wamekuja wakajiintroduce wakasema sahihi kwenda ground kufanya environmental impact assessment. Hiyo si public consultation. Ya pili wakafanya social hall by invitation kule kutusomea hii report na kutudanganya. Hiyo si public consultation. Katika report hii imezungumza very clear, page 144 imezungumza kwa researcher amefanya mbinu ya questionnaire, mbinu ya focus group discussion na mbinu ya public consultation kulingana na hii researcher vile alivyofanya sivyo kabisa, sababu hii report ni lazima iwe nidhamu ya regulation ya 203 ya NEMA na kufuata kabisa. Kisha hii report leo tunapatiwa sisi, kuna mbinu yake, kuna duration yake. Wakipublish leo report lazima tupatie muda wa miezi 3 ili community Lamu. Report hii leo imeandikwa kwa lugha ambayo si yetu, ni ya kigeni, hususan sisi watu wa Kililana. Hii report tutaisoma vipi na kuielewa hii report? Tunajua yaliyomo ndani ya hapa mbali ya ile ya compensation na mambo mengine. Sasa mimi kama kijana wenu, yule ofisa wetu alikuwa kuzungumza kwa kutetea haki za kibinadamu amegundua na yeye hakuweza kusimama. Sio kwa sisi tuwapinga nyinyi msipate pesa zenu, tunataka leo sahihi mpate pesa zenu, lakini kuna mambo ya ufisadi ambayo yapitika sahihi. Asanteni. Asante sana. Tume ya kutetea haki za kibinadamu tunao jukumu la kuangalia miradi kama hii imefanyika, kwa sababu hii kwetu ni biashara, imefanyika kulingana na sheria za kimataifa ambazo zinasimamia mambo ya biashara. Tukiangalia mambo ya kwanza kuhusu hii report, compensation ni moja wapo ya yale mambo yalikuwa yake, lakini ndio tuweze kupata compensation kuna vitu vingi, na leo tukiangalia ile mada ilikuwa hapa ya kuangalia report, tumetoka kabisa. Mwenyeji hapa ambao tungetaka afidiwe, na tunasema hiyo itakuwa ni lazima afidiwe kabla aondoke, lakini madhara mengi leo tumeongea tu kwa malipo yatawashika sio wenye hapa, kwa sababu hapa watapewa fidia yao, kama watapewa waondoke waende kwingine. Lakini yote ya Lamu, hii ni ecosystem ama ni mazingira ya Lamu yote. Kunao wanaovua samaki, kunao wanaotegemea zile mangu kutoa miti za ujenzi, kunao ile usafiri na mambo mengi, ile uchumi wa kitalii kwa hapa. Yote yale atakuwa yamedhuru. Huyo mtu atafidiwa kweli kwa kufidia? Ana atakachopoteza aseme hiki ndio nimepoteza, lakini amepoteza uhai wake ama mali anaotoa maisha yake ya kila siku. Lakini hao kwa leo hajazungumziwa. Kile nimeona hapa ni ripoti inakuja, na nilikuwa na uhakika si wengi wanaojua tunaoongelewa hapa. Tukiangalia wakati ilitoka kuna siku 90 ambayo yafai ichunguzwe, watu wapeane maoni, yarudi na waweze kujibu, angalia majibu. Na hizi public hearings ni mahali ya kila mtu anao kila kitu, na kwa sababu kila mtu hawezi ongea, malalamishi atakuwa yameandikwa kwa mdomo na kwa njia zingine zote yaweze kuwafikia. Lakini kwa siku ya leo ninao huzuni sana, kwa kuwa ile forum mama mahali tutakaozungumzia mambo ya malipo ni forum nyingine kabisa kisheria. Yafaa kwanza waeleze huu ni mradi wa aina gani. Hizo ni forum zingine kabla watu waame. Lakini kwa leo nikisema hii report tukitoka hapa tumesema imekuwa imejadiliwa, kwa kuwa yenyewe imefanyika kitu ya kwanza kinyume na sheria, kwa kuwa yafanyika baada hii nyumba ikiwa imesimama hapa tayari, mwenye hapa ashaathirika akahamishwa. Sijui
kwanza ile compensation ya ile muda amehamishwa alipo hapa itafanyika kivipi, kulikuwa na documentation ama kusajili ni nini ilikuwa hapa haswa, na pia ile psychological, kwa sababu namjua mzee mwenye hapa, namjua mmoja mwenyeji, kwa sababu nasikia wako wengi, si mmoja, sijui itafanyika vipi. Kwanza ni kusema hiyo EIA iko kinyume cha sheria, na najua NEMA wanajua kuna kesi iko kotini na wenyeji wa hapa na watu wengine, kwa sababu ni jambo ingefanyika kabla ya kitu yote kuja hapa. Magru tayari nishakata. Hiyo ni one of the, ama ni mojawapo ya zile vitu zimezungumziwa kwa hii report. Kumaanisha hii report iwe isipo, iwe ama isiwe, mradi itaendelea kwa sababu si tayari iko. Tunaizungumzia mradi ikiwa tayari shaanza. Najua contractor hapo on site. Niliona gari fulani zimekuja. Na report bado idhinishwa, ikasemekana mradi uendelee na tukaridhishwa na vile watakavyoangalia yale maneno yanaenda vibaya. Kwa hivyo kwa leo kuwaambia ninyi wenyeji ni kuwa mradi unaendelea, madhara yao yasiwe, kwa sababu mradi ulianza mwaka jana. Ripoti ni ya leo na yafaa idhinishwe miradi ianze, na miradi tayari inakamilika, si kuendelea inakamilika, na ule mradi wa zile 3 bus uwanja. Kwa hivyo siku ya leo, na waliozungumza walisema watazungumza vizuri kuliko kila mtu mwingine yote. Nasema hiyo ni kitu walikuwa wanaongea, ile mnataka kusikia tu, lakini nyinyi mtakaofidiwa si nyinyi mtakaoathirika. Na kuwaambia NEMA, sidhani kama hivi ndio sheria yenu ambayo iliyowaanzilisha. Ndivyo inavyosema kikao public hearing iendelezwe, ni kikao ya wenyeji. Leo itakuwa ni kikao ya wenyeji, lakini ni kikao iliyoelekezwa jinsi itakavyoendelea, na hii tuwezi sema kisheria kama ni kikao ya wenyeji kupeana ushauri wao kuhusu hii report. Hiyo ndio tutakaosema, na nimwambie bwana DC, kwa yale uliyofanya kwa leo, unaweza unahujumu ile national value ya public participation. Leo hapa hatujaitimiza wenyeji katika kuchangia mambo yanayowahusu, na tukienda pale tumeharibu siku moja ilikuwa ya public hearing, kwa sababu muda tutakao safiri kwenda pale au ni masaa watu walikuwa wanapeana maoni yao. Na NEMA kwa kufanya hivyo consultation, mjue ni nini, kwa sababu hii area ambayo inao changamoto zake za usafiri. Vile mliposema Lamu na hapa kunao wenyeji ambao yafaa ifanyike hapa, lakini kunao changamoto za zile visiwa zingine. Kufika hapa ni vigumu sana, na usafiri hapa ni gani. Muangalie mahali ambao watu wanaweza safiri, ndio muweze kutimiza ile takwa ya kisheria, si takwa ya kujitakia yenyewe, ya kuhakikisha kila mwananchi amefika na amepeana maoni yake. Na pia nimeshangaa mama aliyoongea kwa mwisho, sijaona mtu ametafsiri aliyosema, lakini Kiswahili anaoongea ni ya wenyeji hapa. Hakuna aliyesikia, lakini wenyeji walishangilia, lakini waliokuwa hapa wengi hawajasikia. Wengi walio hapa wenyewe si wa hapa, ambao ndio wafaa wasikia, hawajasikia. Mimi mwenyewe sielewi na Kiswahili hiyo. Wewe umesikia? Nifasiriwe, wewe umesikia, lakini wengi hapa ambao si wenyeji hapa hawajasikia. Tumeanza vizuri, nashukuru. Malalamishi yamesikiwa. Nataka kuzungumza kitu tuka allocate figures, si ndio? Alafu tuka sign, si ndio? Yeah. Kwanza kulingana na sheria, list ya compensation is not a public document ambayo inawekwa na signature ya watu, kila mtu anajua, sijui mzee Abuda atapewa hela ngapi. Yeah. That is agreement between mzee Abud na wale wananunua shamba lake, si ndio? Kama wewe unauzia mtu shamba, unatangaza kwamba nimeuzia mtu shamba kiasi fulani, mimi nafunga mkutano kulingana na wakulima wa Kilelani. Toto ni ministry, KPA ni jukumu. Na katika sisi tulipewa pesa ndio 10% iko kwenye account, hata director anaweza kuthibitisha, lakini hatujapewa go ahead na nani, na ministry. Hiyo ndio tunangojea. Majina tunayo, the value of compensation tunayo, kila mtu tunajua atapata kiasi fulani, hiyo yote tunayo, lakini
tunangojea, sio kitu tunangojea, ni approval tu kutoka kwa ministry. Na approval na hii consultation ndio part of the process ya approval. Mkikubali ya kuwa this is okay, environment imeangaliwa vizuri na hiyo approval, pesa na ministry tutaenda kwa ministry tuwasukume kuturuhusu kurelease hiyo pesa. Pesa tunayo 100 million iko kwa account. Sasa ndio bwana director tunayo, bwana director hapa, tutarudi tena KPA sababu ile shida iliyoko tena ndio serikali mpya. Sasa tuna PS mpya, tuna minister mpya na tuna ministry mpya. Sasa ndio imetatiza kidogo tu, lakini what we need is tukishapewa approval, dakika moja, within 2 days check tutapata, sababu tunawajua na the value ambazo mtapewa pia tunajua. Hayo tu ndio naweza kusema, lakini kwa kuwa wangu mjiko hapa bwana director pia naweza kuongezea kidogo tafadhali. Neno moja. Conclusion, tumesema kwa upande wetu sisi watu wa Kirilana ndio tulikuwa tumekusudia tuje hapa. Yale mambo ambayo tumezungumza, tumetosheka katika kuzungumza. Na tumepinga mambo yote hatuyataka. Sisi kama wakulima Kirilana tumepinga na tunasema kazi ikatazwe, tutaki kazi yoyote. Tumepinga sisi. Ni tofauti sana na ile tulikuwa nayo. Kama unavyojua, hii ni hearing ya environmental impact assessment. Siku hizi imewekwa social report ya yenye inahusu hiyo port ya Lamu. Kazi yetu, mimi kama mwenyekiti sina mengi, maana niko na officers kutoka kwa NEMA watatuelekeza. Nyinyi kama stakeholders tauliza maswali ifika wakati. Ukiona uko na jambo la kuuliza, usubiri pewe nafasi ya kuongea. Tena kama uko na jambo ukasikia inakugusa, weka emotions yako chini. Hakuna kazi yenye inafanywa na hasira. Hakuna. Mtu ambaye anaweza tatua mambo yeyote ni mtu ambaye ako sober. Ni mtu ambaye ametulia, ameweka fikira zake sahihi. Lakini ukiongea ikiwa umechazwa sana na hamaki, umekasirika, wewe si mwongeaji. Kiongozi ni yule ambaye anaweka hasira zake nyuma na anaweka ujasiri wake ama wisdom mbele. Huyo ni kiongozi. Hata ukisikia unatusiwa, kiongozi anatulia. We are approaching a very sensitive issue, very emotive. Inaweza lete joto chini kwa wananchi, na ni kweli, lakini ninataka kuwasihi tuwe viongozi sisi wote, tufanye mambo yetu tukiwa tumetulia. Hata tukikasirika haitatuletea mafanikio. Habari zenu. Mimi sio Director General NEMA, mimi ni mwakilishi tu, na nashukuru kwa wakati ambao mmempatia tuweze kuongea. Mtanisamehe nikiongea Kiswahili cha bara lakini natumai tutaweza kuelewana. Ningeomba tena maofisa wa NEMA wasimame ndio tujulikane ni wangapi tuko hapa. Bwana Barkat,
ndio mwakilishi wetu pande hii, na tumekuja maofisa wanne kutoka NEMA headquarters. Nimewaambia wasimame kwa sababu ningependa muone kwamba tumechukulia mkutano wa leo kama ni jambo la muhimu. Tuko na Jacqueline Marita ambaye ni our Chief Communications Officer. Kuna Francis Chwanya ambaye ni Compliance and Enforcement Officer kwa ofisi ya Environmental Impact Assessment. Tuko na Bwana Baraza Wangwe ambaye ni Principal Wetlands Officer pale NEMA headquarters, alafu Barkaj ambaye ni mwenyeji hapa. Asante. Mimi kwa majina naitwa Marian Kioko, pia ni Compliance and Enforcement Officer, na nimesimama kidogo tu kuelezea kwa nini tuko hapa siku ya leo. Jambo muhimu la kwamba ningependa kusema ni kwamba huu ni mkutano wa NEMA na ni National Environment Management Authority. NEMA sio NEMA. Tafadhali mtajaribu kurekebisha hivi. Sisi sio NEMA, sisi ni NEMA. Na kazi yetu ni kulinda mazingira. NEMA ni shirika la serikali na tunafuata sheria. Shirika la serikali ambalo ilianzilishwa kulingana na Environmental Management and Coordination Act of 1999. Na kazi yetu kama vile nimesema ni kulinda mazingira, na tungependa kufanya hivyo kufuata na the laws of Kenya, sheria za Kenya. Na tuko hapa leo kufanya public hearing ambayo muhimu wake ni kupata maoni ya stakeholders. Stakeholders ni wengi. Hii EIA process huwa ni refu sana. Tunaanza na report kutayarishwa na NEMA registered experts ambao wameintroduce hapa, na wakati wanatayarisha ripoti wanatafuta maoni ya stakeholders. Sijui stakeholders kwa Kiswahili wanaitwa washikadau. Asante. Wanachukua maoni yenu, wanaleta report pale NEMA. Consultation inaendelea kwamba tunaweka notice kwa gazeti tukiomba washikadau walete maoni. Kulingana na maoni ambayo tunapata, tunaweza kuamua kama NEMA kama tunahitaji public hearing ama hakuna haja. Kwa hivyo public hearing haifanyiki kwa miradi yote. Public hearing hufanyika kwa miradi ambayo imeleta controversy, tashwishi. Kuna mambo fulani ambayo hayajitokeleza vizuri. Hizo tu ndio miradi ambayo tuna subject to to public hearing. Public hearing ni tofauti kabisa na public meeting. Kwa regulation yetu ambayo inaitwa Environmental Impact Assessment and Audit Regulations of 2003, kuna tofauti ya mikutano. Public meeting ni ile imefanywa na experts akichukua maoni, lakini public hearing imepangwa na NEMA, it's financed by NEMA. Na kwa sababu ni mkutano wa NEMA, NEMA inachagua the presiding officer, ambaye in this case NEMA imechagua bwana DC, ofisi ya DC, ambao ndio chairman wa Environment Committee, ndio aweze kupreside over this meeting. Jambo lingine muhimu ningependa kusema ni kwamba huu ni mkutano wetu sisi wote, na tunatumai kwamba maofisa wa serikali wenye wako hapa na bwana DC tutakuwa neutral. Sisi hatuchukui
sides, we are not taking sides. Hatujakuja hapa kuambia mkubali ama mkatae. Tunataka kuwasikiza, tusikize maoni yenu kuhusu mradi, ndio tuweze kuamua, kufanya uamuzi. Kwa hivyo siku ya leo umekaribishwa kutoa maoni yako, na ni vizuri tuheshimiane. Kubalia kila mtu kutoa maoni yake, lakini kama shirika la kulinda mazingira tungependa sana mtupe maoni vile mradi huu utadhuru mazingira yenu. Mambo ya compensation na mambo kama hayo ni muhimu, sisemi sio muhimu, ni muhimu sana. Social issues ni vizuri tusikie, kwa sababu ni part of the assessment. Why the consultant kuja kwenu ni pia mpe maoni kama hayo, lakini tungeomba sana mtupatie maoni kuhusu mazingira yenu. Itatusaidia sana kama shirika, ndio tuone vile tutaweza kufanya mkutano, tutaweza kufanya uamuzi. Kwa hivyo bado NEMA haijafanya uamuzi na haitapeana leseni ya environmental impact assessment. Mradi huu wa Lamu Port bado hauna leseni ya NEMA. Kwa hivyo tutakuja hapa kuwaomba kufanya tu mchezo na nini, kuwafanyia mzaha alafu tuendeleze mradi. Tutawasikiza na maoni yenu yatatiliwa maanani. Kwa hivyo muwe huru kutoa maoni yenu. Asanteni sana. Ofisa wa serikali walioko, wakazi wa Lamu, mjambo. Mara nyingine tena tumerudi hapa kuongea na nyinyi juu ya mradi wa port. Najua mradi wa port umeleta utata tangu tuanzishe mpaka leo, lakini madhumuni yetu ni kurekebisha yale makosa tumefanya, ndio sasa tuendelee na utaratibu. Najua wengi wenu mlisema tukianzisha port bila kufanya environmental impact assessment. Ni kweli, lakini kwa kuwa tulikuwa na utaratibu mwingine, ilibidi tuanze port bila environmental impact assessment. Lakini hivi sasa tunataka kurekebisha yale makosa. Kwenda tujaenda mbali na ujenzi wa port. Ujenzi wa port wenyewe unafanyika kule Shakalapai, lakini kwa Shakalapai hatujagusa ile kitu. Wakati tulikuja hapa tuliwaomba nafasi kidogo, mali tumeweka ukuta kuturuhusu tufanye groundbreaking ceremony na tuanze ujenzi wa administration building, na tukasema ya kuwa hatutasonga nje ya ukuta mpaka tukamilishe taratibu zote ambazo zinatakikana. Sasa pia tunashukuru kulipokaribisha mkaturuhusu tutenge kuta, na hivi sasa tunaendelea na ujenzi wa headquarters. Lakini hata kama ni hivyo, bado jukumu letu la kumaliza utaratibu wa environmental impact assessment bado iko. Kuna vile inatakikana sisi kama proponent, kama wenye port, kuna jukumu letu linataka tufanye, lakini kabla tujafanya hivyo tunataka leseni. Hatutapata pesa kujenga port bila leseni ya nani? Bila leseni ya NEMA. Haitawezekana. Sasa letu ni kuomba tusome report ya NEMA. Ikiwa kuna kitu mnataka turekebishe, tutafanya hivyo. Sasa tukitoka hapa tutembee pamoja. Najua bwana DC na mwakilishi wa NEMA alisema tusigusie compensation, lakini sidhani kama hii mkutano utaenda naweza kuendelea bila compensation. Ndio yote hapa compensation ndio muhimu. Sasa kama KPA na bwana director wetu atakuja kudhibitisha hivyo,
pesa zetu, hii port, pesa za kujenga port si pesa za KPA, ni pesa za serikali. Na serikali ina what is it called, ina group tatu. Kuna major government, kuna ministry, alafu chini ya ministry ni KPA. Pesa tulipewa 100 million tulipewa sisi ya compensation ya kama stage 1, stage ya kwanza ya compensation. Compensation si mnajua ni 1 billion. Hiyo 100 million tulipewa. Lakini tuliambiwa tusigusi hizo pesa mpaka tupate idhini ya what is it called? Idhini ya Ministry of Transport. Na hivi mnajua kabla yule president wa zamani Kibaki alikuwa aje hapa afanye groundbreaking ceremony ya port. Haikufanyika, tukaenda kwa uchaguzi, ndio. Na hivi sasa bado serikali wanafanya jukumu ya kuchagua permanent secretaries na principal secretaries. Okay, former ministers na permanent secretaries. Na hiyo haijaisha. Hiyo sasa ndio imetutatiza, ndio sababu hatujaweza kusonga mbele. Tangu tuwe na mkutano kule inaitwaje, social hall kule kwa council. Hiyo ni matatizo yetu, lakini pesa tunazo na tutafanya juu chini. Ufanye nini? Upewe hizo pesa zenu. La muhimu, sisi kama KPA tunajua kuishi na mazingira. Kule Mombasa, port ya Mombasa ni ya zamani sana, na tumeishi na watu, tumeishi na wavuvi, tumeishi na washikadau, na hatuna matata kule Mombasa. Sasa hata hapa tukija hapa pia nafikiri tutafanya hivyo hivyo. Tutajenga port yetu, tutaishi na nyinyi, tutafaidika vile watu wa Mombasa wanafaidika, na sote tutaendelea mbele. Sasa ile kitu la muhimu ni kuwa hii port itakuja kuwainua, hata kama si nyinyi, watoto wenu na wajukuu watafaidika vile watu wa Mombasa wamefaidika. Sasa letu ni kuwaomba ya kuwa kutusikize sisi, iwe kuna mali tutekeleza, afadhali kutuonyeshe njia, tuwe na kutembea pamoja. Haya tu ndio maombi yangu. Asante. Salamu alaikum. Huyu ni technical person, kwa lazima azungumze yeye. Mimi ni director tu wa board, watoka kwenye board. Lakini hapa kofia zangu ni mbili. Hii nitakuzungumza sasa ni kama board. Alozungumza Oremo ni kweli. Kuna kitu ambacho tuzingatie. Kwa bahati mbaya ilikuwa President Kibaki aje hapa November, lakini mumeona the whole country muda wa miezi 8 hii hakuna kitu ambacho chaendelea. There's nothing. Sisi steering committee tangu tuchaguliwe hawa mashahidi, hakuna kitu tumeweza kupeleka chochote, kwa sababu hujui utazungumza na nani juu. Na hivi sasa tumepata principal secretary juzi Moli, lakini bado hajakaa ofisi kwa sababu mpaka apitishwe na bunge. Waziri kwa tayari, principal secretary bado. Kwa hivyo kidogo wataalamu tulikuwa na bahati mbaya, sababu hizi pesa ni kweli zimewekwa KPA kuanzia mwaka jana, lakini hakuna kitu ambacho chochote chaweza kumove. Hakuna serikali ambayo ilikuwa ya operate. Sasa hivi tuombe Mungu principal secretary wetu apitishwe, alafu tuanze. Kitu kimoja tu muhimu kwa wakazi wa Lamu ya hukumu hili, sasa tuna viongozi ambao pia wamechaguliwa, wakiwemo county reps, wakiwemo maseneta, wabunge, magavana. Tafadhali iwe ni concerted effort, sote pamoja ili tuweze kusukuma serikali. Ujumbe mmoja muhimu, the government is very very serious on this issue. Kusema hivi ni kwamba President Uhuru ameenda Sudan, amezungumza mambo ya Lamu Port. Ameenda Ethiopia, amezungumza mambo ya Lamu Port. Alipochagua minister, one of the function ya minister
ameandika ni lapse specifically, ameandika ni lapse, na kila mahali akizungumza economy lapse. Kwa hivyo ni jambo muhimu, na leo tumefanya mitingi mingi zaidi ya 10 na zote tumirepua, tumezungumza. Nataka tafadhali tuende kwa point. Tuna wasomi wengi hapa, kuna watu wameangalia hii document vizuri. Kwa hivyo tafadhalini tuende kwa stage. Hata mimi nimeenda through kidogo, kuna vitu kidogo wamepunguza, yani hawakuweka details, kama kwa mfano political impact hawakueleza wataikava vipi, so wameandika tu kijumla. Kwa hivyo labda mkizungumza mtaangalia hii document, lakini tafadhalini na tuwe katika msururu wa hii document. Kwa upande wa KPA sisi tu pamoja amri. Mimi trust me, mimi niko pale bali na KPA, kazi kubwa na sukuma hizo pesa zije huku na mambo yote ambayo hata employment ije huku. Kwa hivyo kwa upande wa KPA tuwasukuma kwa ile kadri yetu. Sasa ni ngazi ya juu ambayo pia itahitaji wabunge wetu, maseneta, magavana pia watusaidie, wasukume kwa njia hiyo. Kama alivyosema bwana DC, huu si mkutano wa uadui, wala si mkutano wa kupigana. Waweza wakazungumza kwa hamasa, lakini tuwe na lengo letu, tusije na prejudice. Kija na prejudice hapa kutoendelea. Ni kwamba kuna makosa haya, turekebishe hivi. Hapa ni pabaya, tufanye hivi ndio vyema. Hivi mlivyofanya ni makosa, sawa ni hivi. Lakini tukija na akili ya kushoto kulia, hapana. Hakuna mtu atasema kwamba project hii itatufaidi kabisa 100%. Na mtu pia atakuwa ni makosa akisema hatutaki project yote. Ni lazima tuwe soba, aliposema DC, yani tusifanye kwamba kuna uadui. Sio sisi against you. DC anawakilisha serikali, lakini si kwamba port ni yake. Yuko leo hapa, kesho ataondoka. Neema Oremo is the same. Yuko KPA leo, kesho atatoka KPA, atakuja kufanya biashara katika port. Neema the same. Sisi finally ndio wenye maslaha na wenye madhara ni sisi. Kwa hivyo na tuwe na akili ambayo ni ya kujenga. Kuna kitu yaitwa positive criticism. Tukosoe pale ambapo ni makosa, lakini pale ambapo ni sawa, wapeni watu haki zao. Kwa mfano kama Adala, mambo ya compensation, naona amefanya vizuri sana. Watu ameandika walipwe pesa, walipwe na mashamba. Hakuna katika Kenya nzima, nawaambia, umetokea mahala watu wamepewa vote vitu viwili. Mtu alipwa ima pesa na mashamba, not both. Lakini consultant amehakikisha, it is in the report, kwamba watu wetu walipwe pesa, walipwe na mashamba. Hilo ni moja zuri. Yako mengine, na pengine kuna taksiri binadamu yote, kuna maovu pengine. Tusifanye uoga, lakini tusizungumzeni kwa ghadhabu na hasira. Tusifanyeni uoga, tuzungumze yote. Kuna maexpert wa environment, kuna maexpert wa social, tuyazungumzeni yote. Na tumesema DC amefanya vizuri, mtu wenu andike minutes. Mtu wa DC andika minutes, mtu wa Neema andika minutes. We will compare the notes. Ile ambalo la kurekebisha, basi tutazungumza. Bwana DC, ni hayo sana. Thank you so much, Ali. Nilikuwa nafikiria jinsi ya vile tutaongea. Na kabla sijafikia hapo, kwanza ninataka tuko na NGOs hapa, CBOs, watoe remarks yao. Baada ya nyinyi nitakawa wale ambao wanataka kusupport wataongea, wale ambao hawata support wataongea, wale ambao wana support with amendment wataongea. 3 groups. Asante sana bwana mwenyekiti. Wakazi wa Lamu, salamu alaikum.
Waalaikum salaam. Mama hapa. Mimi naitwa Hezekiah Adala. Mimi ndio Hezekiah Adala. Mimi ndio nilikuwa lead consultant katika mambo ya environmental and social impact assessment. Watu wa NEMA wameshaeleza utaratibu wa kufanya environmental and social impact assessment. Okay, I come from a firm called Hestech Engineering Services, na tulifanya hii kazi pamoja na wenzangu ambao wako hapa. Naomba wasimame ndio introduce Dr. Charles Magori. Dr. Charles Magori ni expert katika mambo ya bahari, kwa title anaitwa oceanographer. Alafu tuko na Mama Juliet Karisa. Mama Karisa ni expert wa corals. Tuko na Mama Elizabeth Mweni ni expert katika fisheries. Tuko na Simon Deweni alikuwa anatusaidia mambo ya logistics na social impact. Tuko pia na Bwana Owiti Horace, pia alikuwa anahusika na mambo ya social impact assessment. Tuko na wengine ambayo ni wabizi na hawajafaulu kufika hapa. Kulikuwa na Bwana Jacob Ochieng, pia alikuwa katika social impact assessment, na Bwana Innocent Wanyonyi, wengine wenu wamemuona sana huko Kafiri, pia alikuwa expert katika social impact assessment na resettlement.